ndio faraja yetu. Bwana asifiwe. Unakutana na faraja ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya meza ya Bwana. Tulitangaza wiki nzima ile iliyopita, tukasema wiki hii ni ya kujitakasa. Bwana asifiwe. Ni wiki ya kujitakasa. Sisi hatujawahi kushiriki meza ya Bwana hapa tangu lini? Tangu mwaka jana. Bwana asifiwe. Meza ya Bwana sio kitu cha kawaida kama ambavyo tumeona wengi wanafanya huko. Yaani kwenye msiba basi mshiriki meza ya Bwana. Unaona? Hii ni ya tofauti. Ndani ya meza ya Bwana kuna nguvu ya Mungu. Hii ambayo tunakwenda kushiriki leo, kuna utisho wa Mungu. Na ndio maana maandiko nasema, yani haikupaswi, unaona, kushiriki meza ya Bwana isivyo stahili. Bwana asifiwe. Yani unahukumiwa kwenye jambo fulani. Roho Mtakatifu anakuonyesha jambo fulani linakuhukumu. Upaswi kushiriki. Unaona? Upaswi kushiriki meza ya Bwana. Kwa sababu hili ni jambo au ni tendo takatifu kabisa. Bwana asifiwe. Sio la kulizoelea tu. Yaani unashiriki tu. Yaani una mambo yako ya ovyo huko ya ajabu. Yaani huogopi, ujali. Unaona? Kuna hukumu ndani ya meza ya Bwana. Iko hukumu. Unaweza ikakutana na hukumu hapo ukashangaa kuna kitu kimetokea hapo kikakukuta. Bwana asifiwe. Nilienda mahali fulani, nilienda kuzika. Nilishangaa sana. Yaani meza ya Bwana kwenye msiba ule, yaani walevi wamejipanga msululu. Kulikuwa na baba mmoja ameshindwa kabisa, yaani hana nguvu, amekunywa pombe mpaka imemlemea. Yaani hata kusimama anashindwa. Ilibidi kuna watu wamemshikilia mtakatifu huyo, anataka kushiriki meza ya Bwana. Wamemshikilia, mwingine amemshikilia huku ili asianguke, mwingine kamshikilia huku. Yaani niliangalia nikasema hii ni mizaha iliyopitiliza. Hii ni mizaha iliyopitiliza. Na alishiriki meza ya Bwana na ulevi wake ule. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi sivyo tulivyo. Tumejifunza, Kristo ametufundisha. Unaona? Meza ya Bwana ni kitu gani? Ndicho ambacho kwa kifupi tutakwenda kuangalia. Meza ya Bwana ni kitu gani? Ina maana gani? Bwana asifiwe. Ina tafsiri nyingi meza ya Bwana. Tafsiri mojawapo inaitwa sakramenti, wengine wanaita sakramenti ya kanisa. Wengine wanaita sakramenti ya kanisa, lakini meza ya Bwana hiyo hiyo. Wengine wanaita ekaristi takatifu. Ekaristi takatifu. Hata huko tulikotoka ndio tulikuwa tunaita hivi. Bwana asifiwe. Usiniulize nimetoka wapi. Tanzania hii. Bwana asifiwe. Lakini kwenye imani yangu huko ya kwanza, imani nzuri kweli, imani kubwa, tulikuwa tunaita ekaristi takatifu au chakula cha Bwana. Yaani kuna tafsiri nyingi, kuna watu wameweka tafsiri nyingi. Chakula cha Bwana, meza ya Bwana, ekaristi takatifu, sakramenti ya kanisa. Bwana asifiwe. Kwenye kifungu kimoja tuangalie Mathayo sura 26 mstari wa 26 mpaka 29. Tuangalie hapo maandiko yanavyosema. Mathayo 26:26. Amen. Mathayo 26 na ule mstari wa 26 hadi 29. Amen. Na Mungu anasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Mstari wa 27. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika haki. 28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Mstari wa 29. Lakini sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakaporudia tena hapo 29. Amen. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile katika ufalme wa Baba yangu. Rudia tena hapo. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu
hata siku ile nitakapokunywa, hata siku ile katika ufalme wa Baba yangu. Mathayo 26 na ule mstari wa 29 na Mungu linasema, lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja naye katika ufalme wa Baba yangu. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tafsiri nyingine ya meza ya Bwana ni vitu viwili. Bwana asifiwe. Nasema ni nini? Damu na nini? Na mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Ndio tafsiri nyingine. Meza ya Bwana maana yake inatafsiriwa kwenye vitu hivyo viwili, damu ya Yesu na mwili wa Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maana yake tunaposhiriki sisi meza ya Bwana tunashiriki damu ya Yesu, alafu tunashiriki na nini? Mwili wa Kristo. Lakini vitu hivi viwili na vyenyewe vinawakilisha nini? Damu ya Yesu inawakilisha nini? Bwana asifiwe. Inawakilisha nini? Bwana asifiwe. Damu ya Yesu inawakilisha ile nguvu ya utakaso iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaposhiriki damu ya Yesu, ina nguvu ya kututakasa, ina uwezo wa kututakasa. Mwili wa Kristo unawakilisha nini? Akafa, akafufuka. Nawakilisha nini? Nimesema kwa sehemu. Bwana asifiwe. Inawakilisha neema ya ufufuo uliofanyika ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Tukapata neema ya nini? Ya wokovu tulio nao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani ya ushirika huu kuna nguvu ya uungu wa Yesu mwenyewe, na ndio maana tunasema sio tendo la kawaida. Unaona, lingekuwa tendo la kawaida sisi tungekuwa tunafanya kila Jumapili, lakini tafsiri nyingine ni kwamba tendo hili ni ukumbusho, Bwana asifiwe, kwa tukio lile ambalo lilitokea la Yesu kufa pale msalabani, damu yake kamwagika pale msalabani, alafu baadaye akafa, alafu kisha akafufuka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunashiriki lile tendo kwenye kama ukumbusho. Tumeambiwa hili jambo tulifanye kama ukumbusho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunafanya kama ukumbusho, kukumbuka ile mauti ya Kristo. Tunakumbuka kile kifo cha Kristo. Bwana asifiwe. Ndicho tunachokifanya. Sasa kifo cha Kristo hakikuwa cha kawaida kama vifo vingine. Manake unashiriki mateso, yale mateso. Unaona, unaposhiriki meza ya Bwana uko tayari kushiriki yale mateso ya nani? Ya Kristo aliyoyapata. Mko tayari watu wa Mungu kushiriki yale mateso? Bwana asifiwe. Mko tayari? Mama mchungaji, uko tayari? Bwana asifiwe. Maana Yesu baadaye naye akawageukia wanafunzi. Sijui kwa nini alikuwa anafanyaga hivi. Unaona? Huko nje wananisemaje, si ndio? Halafu baadaye anawageukia na wanafunzi. Na ninyi mnasema? Yaani kwa kweli Yesu alikuwa na slogan ya aina yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo hili tendo tunalolifanya ni tendo takatifu. Usipolifanya katika utakatifu, sema utajipatia nini? Hukumu. Utajipatia hukumu wewe kibinafsi.
wewe mwenyewe. Na ndio maana tukasema jamani, twende tujitakase wiki mzima. Twende tujitakase, twende tujitakase, twende tujitakase. Bwana asifiwe. Lakini katika kujitakasa huko bado kuna mambo mengine Roho Mtakatifu anakuambia bado. Unaona? Bado makosa mengine bwana wewe hayatoki mpaka uende kujieleza kwa mtu au kwa watu. Unaona? Ndio yanaondoka. Unaona? Lakini kimya kimya tu hivi. Alafu shetani naye ni mtaalamu na yeye anakaa kimya kimya. Unaona? Ukishaondoka, ukishakula meza ya Bwana, anakukuta nje kule, anaanza kukushauri. Yeye ndio mshauri wako wa ajabu. Unaona? Kwamba meza ya Bwana simeshapita. Tuendelee na mipango yetu. Yaani mlikuwa na mipango na yeye. Mlikuwa na mikakati na yeye. Tayari anaanza kukuelekeza mikakati yake na mipango yake ambayo ile mlishawekeana, sijui mlishaweka agano, sijui ni nini. Unaona? Bwana wewe, kuna dhambi zingine ni lazima kabisa kuhani ajue na yeye atoe tamko la kikuhani. Unaona? Akuombee kwa Bwana, ndio ile dhambi itakuacha. Lakini wewe mwenyewe tu kimya tu, hata ukafunga, Bwana wewe yupo na wewe. Ukimaliza mfungo yupo, anakuja anaanza kukushauri, bwana vipi mpango wetu ule. Unaona? Lazima wakati mwingine upitie madhabahuni, uwekewe mikono madhabahuni, ndio ile dhambi na kukimbia. Unaona? Sio mchezo. Kuna dhambi ni hatari mno. Utaomba peke yako wewe, utaomba wapi? Haikuachi hiyo. Bwana asifiwe. Na ndio maana Mungu ameweka viongozi kanisani. Unaona? Wa kuwasaidia watu kanisani, kuwashauri watu kanisani. Unaona? Kuwaelekeza watu kanisani. Kwa hiyo ukiona bado hukumu ipo na Roho anakuambia bwana wewe hapana, yaani yako kanyama liko tafuna peke yako polini kule. Unaona? Kale kanyama lazima kajulishe kanisani kule. Unaona? Kalikuwa kanyama gani kale? Unaona? Kale kanyama liko tafuna kimya kale. Kalikuwa nungunungu au nyama gani? Nenda kaseme kwa watumishi wa Mungu, uwe mtii. Bwana asifiwe. Sisi wala watu hukumu watu. Bwana asifiwe. Ila ni kuwasaidia watu. Na tumewasaidia wengi, sio hapa tu. Wengine wanatuita huko, unaenda kuwasaidia, unaona? Halafu wanapona, wanaendelea. Bwana asifiwe. Wengine walikuwa ni watumishi wa Mungu huko, walishaharibikiwa. Unaona? Wametafuta, wamekula huko kanyama kimya, wamekafunika. Baada ya kuona hamna kwa kwenda, unashangaa anakuja mtumishi wa Bwana. Kwa kweli natamani kwenda mbinguni na natamani kumtumikia Mungu. Naomba unisaidie kwenye jambo hili. Nimekula kanyama kasikojulikana. Kanyama gani kajulikana? Basi kuna maandiko humu ya kumsaidia mtu, si kumrejeza, si ndio? Yako maandiko ya kumrejeza mtu, lakini kwa upole. Bwana asifiwe. Unamsaidia mtu, halafu anarudi kawaida, baadaye anaendelea. Kwa hiyo tutashiriki tendo hili meza ya Bwana, lakini ni kwa kujihoji. Bwana asifiwe. Umuhimu wa chakula cha Bwana, umuhimu wa